Hofu ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, bado inasalia kuwa ni Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Kiongozi huyu amekuwa ni tishio kwa Benjamin Netanyahu, kama ambavyo yeye mwenyewe amethibitisha siku ya Ijumaa jioni katika hotuba yake wakati mashambulizi ya Iran yakiwa yanaendelea. Bwana Benjamin Netanyahu anawataka raia wa Iran wamtenge na hatimaye wafanye machafuko ndani ya Iran ili wamuondoe kabisa kiongozi wa mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Khamenei anaonekana ni kiongozi imara, ndiye kiongozi wa ngazi ya juu ndani ya taifa la Iran na ndiye mtoaji wa maono ya mwisho dhidi ya serikali ya Iran. Chochote ambacho kinafanywa ndani ya Iran lazima kipite katika mikono yake, na ndiye kiongozi ambaye wakati huu amekuwa mwiba kwa Israel na hata kwa Marekani. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika hotuba yake siku ya Ijumaa usiku wakati Iran ikiendeleza mashambulizi ndani ya Israel amesema kwamba aliwataka wananchi wa Iran kusimama mbele ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisema kwamba mapambano ya Israel si dhidi ya watu wa Iran. Vita vyetu ni dhidi ya utawala wa Kiislamu wa mauaji unaowakandamiza na kuatia umasikini, akimaanisha kwamba utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Lakini pia katika hotuba yake hiyo alithibitisha kwamba miongoni mwa watu ambao waliwaua ni wale ambao walikuwa kipaumbele katika mapambano dhidi ya Iran na ndio ambao walikuwa wakimshawishi sana Ayatollah Al-Khamenei akubaliane na mashambulizi dhidi ya Israel. Lakini pia ndio wale ambao anadhani bwana Netanyahu kwamba ndio walikuwa wakimshawishi Ayatollah Al-Khamenei kuhakikisha Iran inakuwa na nyuklia. Na hata katika mauaji ya viongozi wa kijeshi wakina Hussein Salami na wengine, inaonekana Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, alitamani sana kuuawa kwa Ayatollah Al-Khamenei. Lakini pia wachambuzi wa mambo wanasema huenda pia Ayatollah Al-Khamenei ni moja kati ya viongozi wanaosakwa mno na Israel, kutokana na kwamba ndiye kiongozi ambaye anatoa amri ya mwisho. Ikiwa kuna mashambulizi, ikiwa kuna lolote, ndiye yeye ambaye hutoa amri ya mwisho juu ya jeshi la Iran. Hata hivyo, katika nyadhifa za kijeshi, yeye ndiye amiri mkuu wa jeshi la Iran, tofauti na rais. Bwana Benjamin Netanyahu katika mazungumzo yake, katika hotuba yake, alisema wakati umefika kwa wananchi wa Iran kuungana kuzunguka bendera yao na urithi wao wa kihistoria kwa kusimama kidete kutetea uhuru wao kutoka kwa utawala mbovu na dhalimu, akiamini kwamba utawala wa Ayatollah Al-Khamenei ni mbovu, lakini pia ni utawala mbaya. Aliongeza akisema kwamba hii ni fursa yenu ya kusimama na kuruhusu sauti zenu zisikike. Maana yake anawataka watu wa Iran waanzishe machafuko ndani ya taifa hilo ili iwe rahisi kwa upande wake yeye kuiangamiza Iran, lakini pia na kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei au mfumo wa utawala wa Kiislamu uliopo ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, ni kile ambacho anakiona bwana Benjamin Netanyahu wakati huu. Bado hofu yake imekuwa ni Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, ambaye ndio msemaji wa mwisho katika kufanya maamuzi ya taifa hilo. Lakini pia hofu yake ni kwamba kiongozi huyu lao ataendelea kusalia, basi huenda akasababisha mazito ndani ya serikali yake ya Kiyahudi huko katika nchi ya Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.